Taifa, na leo nimefanikiwa kupata mazungumzo na mkuu wa vipindi hususan kwenye departments ya michezo ya UFM. Kwanza kabisa, karibu kwenye utafiti wetu ambao unaangazia tathmini ya ushiriki wa wanawake kwenye matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu. Asante, nimeshakaribia. Naam, shukrani sana. Kwanza kabisa napenda kufahamu wewe, kwa tathmini chache, unazungumziaje hali ya ushiriki wa waandishi wa habari za michezo wanawake kwenye uandishi wa habari wa mpira wa michezo? Kwanza niseme mimi ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki kwa kiasi kikubwa kuwapa nguvu na moyo baadhi ya wachezaji wa kike au wale ambao wamekuwa na ile hamu ya kuwa wachambuzi au waandishi wa habari za michezo, hasa za mpira wa miguu. Kwa hivyo ushiriki wao, wapo ambao wanaibuka, lakini si wale ambao wanakuwa na ile hamu ya kufika mbali. Wengine wanaibukia tu kwa sababu wanaona fulani ama jina fulani ambao tayari wameshafika katika eneo hilo. Kwa hivyo mwamko ni upo kwa sasa kutokana na mabadiliko ya teknolojia ya utangazaji ndio yaporahisisha wengi ambao sasa hivi hata baadhi yao wanamiliki hizi, wanasema hizi chombo ambazo za michezo ni wanawake, lakini wameshaingia huko. Kwa hivyo mwamko umeshakuwa mkubwa. Pengine kwenye chombo chako cha habari ni wanawake wangapi ambao unaweza kuwataja tu kwa idadi kwa haraka haraka ambao wanashiriki kwenye uandishi wa habari za michezo, utangazaji, lakini pia live commentary? Kwangu mimi kwenye dawati langu, hasa upande wa michezo wa UFM, ninaye Salama Ngale ambaye huyu ni miongoni mwa wale ambao katika daraja la juu kabisa miongoni mwa wachambuzi au wafuatiliaji wa michezo. Na hivi kwa sababu huyu tangu alipoanza hii taaluma ya utangazaji, huyu na akili yake na mapenzi yake alikuwa ni kwenye mpira. Ndio. Na amekuwa akiufuatilia mpira, amekuwa akiishi mpira. Sasa huyu kazi yake ilikuwa ni nyepesi sana kufanikiwa, mpaka leo anakuwa ni miongoni mwa wachambuzi bora, naweza kusema, wa kike wa michezo katika dawati langu mimi. Lakini kwenye yetu kama Azam Media, wapo wengine, kwa mfano Rukaya Mbugita, Fatma Chikawe na historia naye ndefu kuliko huyu hao wengi, kwa sababu huyu tangu mwanzo mimi ni miongoni mwa wale ambao hata yeye ukimuuliza leo atakwambia ndio mimi nilikuwa kumwajiri kwenye redio mojawapo kabla sijafika hapa, lakini yeye wakati huo na mwajiri alikuwa ni mtangazaji wa vipindi vya burudani, hasa muziki wa taarabu. Lakini alikuwa na uelewa mkubwa wa mpira. Mimi ndo nikamwambia kazi ambayo itakufanya ufanikiwe ni ya michezo. Hakuamini, na nikatia nguvu, nikampanga mpaka kwenye ratiba, nikamwambia hebu huyu watu miongoni mwa watangazaji walikuwa nao wa michezo wengi wanafaa Ramadhani, wanaitwa Ramadhani mtangazaji ambaye sasa Radio 1. Sasa nikamwambia hebu mpeni nafasi huyu, na kweli kuanzia pale alipopata ile nafasi akaichukua moja kwa moja, na ndio akawa mtangazaji wa michezo kabisa, anafanya sawa. Ndio amekuwa katika tasnia hiyo ya michezo mpaka leo hii, na taarabu hata ile akizungumza hiyo hakuna anayeweza kuamini kwamba leo huyu Fatma Chikawe alitokea kwenye taaluma hii. Hawa watangazaji wa kike wanahitaji kupewa nguvu kidogo au kupewa imani kidogo kutoka kwa wale wanaowasimamia, kutokana na kile ambacho wanakionea nje ya production ama ya uzalishaji wa vipindi, kwa sababu kabla ya mtu kupeleka hewani lazima mnakuwa mnakaa vile mnazungumza masuala ya mpira, unaona mchango wake. Kwa hiyo unajua kidogo anaweza kuwa mchambuzi mzuri au mtangazaji mzuri wa michezo. Naweza kuambia kwa sasa, mfano alianzia kwenye uchambuzi kwa sababu anajua mambo ya michezo na nini, anafuatilia, anajua anaweza kuyazungumza. Lakini alipotoka michezo anaweza kufanya kitu kingine zaidi ya hicho. Kwa mfano, naambia usishe kwenye uchambuzi, hata ni mtangazaji wa kipindi cha michezo. Na kweli amekwenda mpaka sasa hivi anafanya anaweza kufanya kipindi cha michezo, sio tu kuchambua, kwa sababu hivi ni vitu vingi tofauti. Football pundit na gender wa kipindi cha michezo
aamini kwamba anaweza kuwa mtangazaji ingawa yeye ni mchambuzi. Sawa. Pengine kwenye chombo chako cha habari ni matukio gani hasa ambayo wanawake huyaripoti, matukio ya kimichezo? Maripota tunao wachache sana. Unajua kwenye hizi kazi hasa kwenye upande huu wa michezo waandishi wengi wa kike kwanza wanauoga. Unajua kwanza inategemea na utamaduni, unajua. Ndio. Hata kama ilivyokuwa soka la wanawake kwa sasa inakuwa lina nguvu, lakini kabla ya hapo kulikuwa kuna ugumu wa wachezaji wa kike kuaminiwa hata na familia kucheza mpira. Lakini leo wanakubalika na wanaeleweka, imeshakuwa ni taaluma. Kwa hivyo hata kwenye utangazaji imekuwa hivyo, haijaanza tu mara moja hivi. Sasa hata kama kwa mfano leo hapa ofisini nimepokea watu ambao wamekuja intern. Katika hao intern waliokuja, intern 6 wa kike, wa kiume 1. Katika hao wa kike 6 wote ukiwauliza wanatamani kuwa nini, alikuwa kwenye michezo ni mmoja tu kati yao wote. Sasa wote yeye anakuambia mimi napenda michezo. Kwa hiyo hii pekee yake inaonyesha kwamba katika kila kundi la wasichana sasa hivi wanaotoka vyuoni 10 wa kike, mmoja au mawili ambao wanaweza kuwa na ile hamu ya kuwa watangazaji wa mpira au wachambuzi wa mpira wa kike. Kwa hivyo hii pia pekee yake inatokana na huo msukumo wa kuwa na soka la wanawake, kuwa na mpira wanawake, kuwa na timu wanawake, kuwa na wachambuzi wanawake, wanaona watangazaji wanawake wa kike. Wamekuwa wanaona sasa hii imekuja tunaweza kuingia huko tuka sehemu ya sekta hii ya michezo. Sasa umeshabadilika. Kwa hivyo hata mimi naamini kwamba si muda mrefu sana tutakuwa na watangazaji wengi wa kike wa michezo, sio hao wachache wa kuwahesabu. Sawa, pengine turudi sasa kwenye utangazaji wa mpira wa miguu mubashara. Wewe kwa nafasi yako uliopo unazungumziaje hali ya utangazaji wa mpira wa miguu mubashara kwa wanawake, ukiachana na uchambuzi lakini pia ukiachana hapo utangazaji wa mubashara bado ni tatizo, bado ni kubwa. Kwa sababu unajua katika kuzungumza mpira kuna kufanya matangazo. Wewe unajua huko kwenye taaluma hii unapoandaa kipindi anaweza akawa mtu anaandaa kipindi, mwingine anaweza akaja kupresent ni mwingine. Kwa hiyo ile presentation inaweza ikamdanganya mtu akaamini anajua kila kitu, lakini utajua huyu uwezo wake mdogo, labda unahitaji maarifa zaidi ni pale anapofanya vile mahojiano anafanya kipindi cha live kwenye cha mchezo. Ndio vile alivyoandaliwa na vile maswali atakayouliza baadaye yanaweza kutofautiana. Tena wanasema la kwanza au la pili ambayo yanaweza kuwa yameandaliwa, yale ya maswali yanayofuatana na kile ambacho anakizungumza kutegemea na huo muktadha. Ndio utaona hapo shida kidogo, unahitaji kidogo maarifa zaidi ambapo hapa sasa ndio kuna. Lakini ukizungumza utangazaji kabisa wa mechi na mpira wa miguu kwa mtangazaji wa kike, hii bado nimejaribu na naendelea kujaribu. Kwa mfano kuna hizi mechi za ligi ya wanawake. Kwa mfano hawa watangazaji wetu, kwa mfano ni Salama Ngale. Salama yeye anawafahamu wachezaji wengi wa kike. Kwa hivyo wanaishi wanazungumza pamoja. Hata yeye yule akipata nafasi ya kutangaza, tumeshajaribu kidogo, anatangaza kama vile anawajua kidogo, inamuondolea hofu, lakini bado ana safari ndefu ya kuwa mtangazaji hasa wa mpira wa kike. Hiyo safari bado ni ndefu, kwa sababu sisi tunajua kwenye kuelezea mpira unaochezwa una maarifa mengi, una mambo mengi, una lugha nyingi zaidi kuliko zile ambazo zinatumia kwenye kutangaza tu mpira. Kwa sababu kutangaza mpira live unahitaji ladha ya vitu ambavyo nje ya kile ambacho unakiona. Sasa au unataka msikilizaji akisikie. Unahitaji maarifa, unahitaji kusimulia kile unachokiona, kuna kuhitaji kufafanua matendo yanayofanyika uwanjani. Sasa haya yote hayahitaji muda mrefu, yanahitaji muda mfupi sana kuyazungumza na kuyatafsiri hapo kwa hapo. So, kama mtangazaji wa redio tofauti na television, kwa redio anahitaji kuwa na kasi zaidi. Tofauti na TV anaweza kuwa akatangaza kwa hoteli, kwa sababu watu picha wanaiona kwenye TV wanaona, lakini kwenye kutangaza mpira wa redio inahitaji msikilizaji auone mpira kwenye
Pengine chombo chako ama taasisi yako ya habari inaunga mkono kwa kiasi gani ushiriki wa waandishi wa habari wanawake katika matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu? Tunao kwa mfano kwenye mahojiano ya moja kwa moja. Tumekuwa mfano, tunafahamu tumemaliza kombe la dunia hapa. Yeah. Na tulikuwa na kundi la watangazaji wa kike. Ndio. Tumewatumia, wameingia kwenye grupu la watangazaji manguli wa kiume kutoka ndani na nje ya nchi. Wengine wametoka Malawi, Kenya, Burundi, Rwanda. Kwa hivyo tunawajengea huo uzoefu, lakini uzoefu wao ni kwenye kuendesha kipindi, na hilo limeonekana nafikiri. Katika Chicago wamefanya hivyo, na sasa hivi tunaingia wanawake wa AFCON. Salama Ngali anaonekana kama mchambuzi. Hawa ni watu ambao tayari, na unaona kwa mfano Kaya Bugita. Hii inahitaji idadi ndogo, kwa sababu hauwezi kuwapeleka wote kwa wakati mmoja. Kuna wachache tukomae nao, kama lugha inavyosema, tunakomana hawa kwanza. Sasa hapa wakisha simama, wengine wana chip in, inakuwa rahisi, kwa sababu tayari kuna mifano. Wale ambao tayari wamefanikiwa ndio wanawapa nguvu wale ambao wanakuja, lakini hawa ambao mnawanyanyua alafu hamwafikishi mahali, mnachukua tena wengine mnawajaza, inashindwa kuwa na ile krimu ya kisawasawa ambayo imeshatengenezwa, imeshaandaliwa, ikawa bora, ambayo inaweza hata mtu akakaa sebuleni au akafungua akamsikiliza akasikia kweli huyu ni mtangazaji wa kike. Lakini sio anatangaza kwa sababu amependelewa, sio anatangaza kwa sababu analazimika kutangaza, kwa sababu anaweza kufanya hivi. Sawa, kwenye chombo chako cha habari unaweza kusema labda ni sera ama taratibu zipi zilizowekwa ili kuhamasisha sasa ushiriki wa wanawake kwenye matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu? Sera yetu ni moja, kwamba tunahitaji kutengeneza kizazi cha watangazaji na watambuzi na watayarishaji wa kike. Hiyo ni sera ambayo ipo, na tunasema hata leo tumepokea wanasema nini field kutoka vyuoni kuja kupata masomo kwa vitendo. Wamekuja vijana 7, 6 ni wa kike, mmoja tu kati yao ndio anapenda mpira au football. Kwa hivyo hii inatupa unapata picha, unaona kwamba bado tuna safari. Sera tunayo, utaratibu tunao. Tuangalie sisi utaratibu wetu, tuangalie wale ambao wako tayari katika kuvutika kutangaza ama kuandaa vipindi vya michezo ama kwenye production. Kwa mfano, naweza kupa mfano, kuna wengine tumeshasukuma kwenye masuala ya kuandaa matangazo haya yanarushwa kwenye television, na wale wanakuwa PA, personal assistants, katika maandalizi mpaka mpira unatangazwa. Tunao, tumeshaanza kuwatengeneza wa kike kabisa. Tunao watu wa kamera wa kike, lakini hawa wanaanzia kwenye kamera, lakini wanasomea utangazaji. Ndio. Kila mara anakwenda field, anaona yale mambo, ni rahisi siku nyingine ukamwambia bwana, wewe umeshafanya sana huku, sasa tukuhamishe uje sasa studio kuandaa. Inakuwa rahisi kwa sababu anakuwa ni sehemu ya familia ya mpira, anajua lugha za mpira, anajua maandalizi ya mpira. Kwa hivyo akija huku inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo sera yetu ni hiyo, kwa encourage, kuwapa nguvu, kuwajengea uwezo, kuwapa nafasi kadiri itakavyowezekana, na wanakaa na wataalamu wengi tu wachambuzi wa mpira ambao hawa wanawajengea uwezo na maarifa, kwa sababu kuna kutangaza alafu kuna maarifa huo mpira wenyewe. Kwa hivyo haya yote wanayapata. Hiyo ndio sera yetu. Sasa pengine kwenye chombo chako cha habari unaweza ukasema kwa uchache labda mahusiano ya moja kwa moja ya mpira wa miguu. Sisi hilo katika jambo ambalo unajua ambayo ina misingi iliyonyooka na ya utaratibu na uajiri pamoja na kusimamia sheria za kazi, basi miongoni mwa